Swafi kabisa. Kikubwa tunapiga kazi. Kama atakuja kwenda gang, si ndio bana? Basi mikataba isiwe kama mikataba yao. Ya upande wa pili. Na hata mikataba vile vile kama kina Ibla ile pale. Hatuitaki ile mikataba. Sawa? Ya vuta ni kuvute. Yani sasa hivi tusaidiane. Naona kama mnaweza alivyomsaidia Ibla bana, nenda bana, mimi sitaki chochote kile. Si alishukuru mwenyewe amemwomba samani. Achinga. Kwa hiyo kama anakuja kwenda gang itakuwa vizuri. Na sivyokuja kwenda gang basi itakuwa poa. Unasoma sijui kwamba mwamba kikaza. Kwa sababu akija pale au sio bana. Asante kwa kuichagua PTV Tanzania. Kwa wa kwanza kutazama video zetu kwa kubonyeza subscribe button nyekundu hapo chini ya screen yako, kisha bonyeza alama ya kengele itakayojitokeza. Bwana, maoni yamekuwa ni mengi kwelikweli kwenye mitandao, yani kwenye all digital platform, kwamba mwanamuziki Mbosso amepotea kwenye game ya muziki wa Bongo Flava Tanzania baada ya kuondoka kwenye lebo ama kwenye mikono ya mwanamuziki Diamond Platinum, yani pale kwenye lebo ya WCB ambayo CEO ama bosi ni Diamond Platinum. Sasa wengine wakawa wanaendelea kutoa maoni kwamba Chinga ameondoka kwa Harmonize, labda Harmonize amchukue Mbosso si na nini, kwa sababu Mbosso ni mkali na wala si underground, anaujua muziki na nini. Kwa hiyo maoni baada ya kuwa ni mengi, nikaona nifike hapa kwa meneja Dingano tuzungumze, kwa sababu Dingano ndiye semaji mwenyewe wa Konde Gang, lakini pia tuliona juzi ujumbe mzito aliandika mwanamuziki Mbosso. Kwa hiyo nikaona bwana, kuna vitu vingi vya kuzungumza na kuchambua kwa makini. Dingano huyu hapa anakwenda kuzungumza ndani ya PTV Tanzania kuhusu Mbosso ambaye kwa sasa hayuko tena kwenye mikono ya mwanamuziki Diamond Platinum. Na Diamond alizungumza kwamba wasanii wakiwa pale WCB yeye anaishi nao kama ndugu, kama jamaa, as friends, au sio? Na akazungumza kwamba yeye Diamond hategemei pesa ya msanii yoyote pale kwenye lebo yake. Kwa hiyo tuachane hayo, tuzungumze kuhusu Mbosso na muziki wake. Karibu umsikilize Dingano. Sababu Mbosso ametoka kwenye lebo ujue. Sawa bana. Na kama ukitoka kwenye lebo maana yake lazima upate airtime ya kujiweka sawa na kuweka mipango yako na ya kujipanga. Kwamba ukirudi unarudi. Nasoma sijui. Kwa hiyo kuniambia Mbosso amepotea. Sasa Mbosso amepotea kivipi? Mbosso amepotea magoma yake kila siku. Tena kwenye masikio mdo tunasikia. Bado sijui. Na Mbosso kama hivi mara mwisho hapa amepiga collab na Darasa, si ndio? Yes, goma Darasa zinafanya kazi vizuri. Na Mbosso nyimbo zake nyingi zinafanya vizuri. Hata yule nani yule. Na Nenga yule. Au sebana. Kwenye nyimbo yake ya bodaboda. Nani kaua mle ndani? Mbosso ndo kaisogeza ile nyimbo. Umesoma sijui. Na Mbosso kaisogeza wapi? Ndo kwanza kilomita 6. Au sebana. Funga mkanda bado hatujafi. Usijali unajua zile. Yes. Wewe unasema Mbosso kapotea, amekuja kutuheshimiane kidogo. Kwa hili hapa amekuja kwa hili amekuja kutuheshimiane. Mbosso hajapotea ndugu yangu. Lazima upate muda, umetoka kwenye lebo. Hapo unaweza ametoka kwenye lebo amekaa muda gani hajatoa nyimbo? Kufungua tu lebo. Alikaa kwanza akaseti mipango. Sawa, baada ya miezi miwili sijui mitatu watu kiamna kitumbule ndo tayari imeisha ile ngoma. Makonda anarudi kulima korosho sijui mabibo sijui kufanyaje. Mkamtukana sana waandishi na mkapata ya time ya kupata hela kila mwisho wa mwezi kupitia Harmonize. Si ndio bana? Lakini Harmonize goma lake la kwanza kabisa unakumbuka lilikuwa nini? Uno alikuwa wimbo wa taifa. Akatafuna speaker za uchafuni zote na mic. Uno wenyewe wakaposti. Lakini alimtaja Zari mle ndani. Kazi ya nje ile bro. Wewe taja Zari, taja nani, manake pale umemwomba Mungu wewe. Sasa hivi nimetoka kwenye lebo nataka nijisimamie mwenyewe. Nimeseti mipango yangu. Hebu hii nyimbo yangu ya kwanza hii ndio inifungulie njia. Kwamba Harmonize ni yule. Uno la Chibo la mkondesha Zari, uno la Ichibaba. Ndio hivyo tena na mababa. Unasema sijui. Uno ukawa wimbo wa taifa. Mimi mpaka kesho mwanangu toka kipindiko iko mdogo mpaka sasa hivi. Uno ndio wimbo wake wa taifa na naupenda. Unasoma sijui. Uno iliingia hadi uchafuni. Kama panya yule muita panya yule, speaker zikatafunwa mule. Sawa bana. Unakumbuka goma lake la pili? Akaudi na Kiuchila. Mabu. The mix. Sala iko ndani mule. Haikuondoka. Si ndio? Kwa hiyo mwisho wa siku ukitoka kwenye lebo lazima upate muda wa kufikiri, wa kujipanga kwa sababu pale uko wewe kama wewe, maana yake umetoka kwa wazazi wamekupa baraka sasa. Si ndio bana? Unaenda kuishi wewe kama wewe na au kama mwanamke anavyotoka kwa wazazi anavyoenda kwa mwanaume, anapewa baraka zote. Maana yake anaenda kuanza maisha mapya. Na mwanaume ambaye hawajani sio ndugu. Sawa bana? Sio ndugu. Anaenda kwa nini kuchukua ndugu au sio bana?
ili ndugu wa wengi. Mshansoma sio? Kwa hiyo kutoka kwenye lebo sio kama kwapa tu. Muda wote unaweza kuchukua nyembe kufanya hivi. Lazima uchukue time ya kujipanga. Kwa ulikuwa unafanya kitu gani? Njia gani? Zipi? Watu wa system wako wapi? Mipango kwa management itakuwa wapi? Nani atasambaza muziki? Nani atakuwa manager yangu? Nani atakuwa hivi? Nani atakuwa hivi? Hiyo nayo lazima upate muda. Sio muda kwenye lebo tu utakurupuka kuimba imba hapo unaonekana kama unashindana na watu sasa. Oya gang. Mbona kimya? Mimi sijui. Utaonekana kama unashindana kama hivi Oya gang. Sawa bana. Hata pumzi haijapumua Oya gang. Sawa, muziki wa Bongo Flava ndugu yangu wewe. Una mambo mengi. Unataka pumue nini? Ndio maana nikasemaje airtime. Kwa hiyo inawezekana Mbosso naye anajipanga, sio bana? Tuone kabisa naye Mbosso gang au sio bana? Au anaweza kaandika uchafu nini uchafu Mbosso safi tu. Au yote majina zinategemea unasafiri na pepo gani. Kule si Wasafi, wewe ukisema uchafu Mbosso hujaondoka. Uchafu Mbosso huko au uchafu gang. Au uchafu gang. Au AKA Mbosso ipi? Mbosso na AKA yake. Ile bwana wewe sio kama na AKA. Ile hani Mbosso ile hani nini sijui. Na atajua mwenyewe lakini hata akiandika pale Mbosso uchafu au uchafu Mbosso, mbona huyu ameandika Oya gang? Na yeye pale Wasafi nini? Na wewe huku kwani gang maana yake kama yani crew. Yes, crew fulani hivi. Sio kwa baya, kila mtu anaweza kaitumia. Umeelewa sijui? Lakini je, unaitumia vipi? Nasoma sijui. Lakini mwisho wa siku Mbosso hajapotea. Mbosso ana set mipango ili aje kutuburudisha. Mzoa ndo kwanza kilomita 6. Si ndio hao mitandao anamwambia bana huyo Mbosso itabidi akamatwe tumchape viboko atuambie hizo nyimbo anatoa wapi. Leo huyu Mwijaku, unajua nyinyi Mwijaku ni mtu ambaye anapanda na kushuka. Sawa bana? Mtu mwenye dini mbili ndo atakuwa muelewe. Unasoma. Inawezekana na kuzungumzia kwa kitu fulani lakini ndo yengo yenyewe ya watu kukuzungumzia kwa sababu Mwijaku kitendo cha kusema bana Mbosso kapotea, watu tayari wanaibuka kwenye mitandao. Unajua zile. Kwa maana yake naye kidogo wanakupa ya time. Utakuta baadaye au kesho kutwa anamtafuta Mbosso. Sawa bana? Mbosso amepoa. Akichukua laki yake 80 yake katia gari mafuta gia, ana wasiwasi gani? Nimesoma sijui. Kwa hiyo kuna muda mwingine hawa mapaparazi au hawa machao au wasemaji wakubwa hawa, kuna muda mwingine wanavyokuzungumzia kwenye engo fulani hivi kama haiko sawa, si ndio bana? Basi ndio pale, si ndio bana, anavyokupa nguvu na kukufanya urudi mjini. Kishansoma? Kwani sasa hivi Chibaba yuko wapi? Chibaba yuko mjini hapa. Unamsikia sasa hivi? Anaimba. Followers wake sasa hivi wamepanda wameshuka. Lakini kipindi kile yuko na Harmonize kila sehemu yuko naye. Tulikuwa mnamuona. Safi kabisa. Mji unahitaji vile shehe wangu. Lakini baadaye kikombe akakivunja. Akarudi kule kwa alikuwa tukana kule. Yuko wapi? Kama anafanya biashara Mwanza, mimi namshukuru mwanangu sana wa faida. Lakini mwisho wa siku hawa mastaa wakiacha kukuzungumzia, ndio bana? Au kama wakikufollow alafu wakakukataa tena, ile inakuwa shida kidogo. Shida yani kwa sababu inakuwa ile watu wanakuwa sasa hivi huyu jamaa kumbe sasa unajua sasa hivyo. Labda kwa kumalizia, unatamani Mbosso aje na ujio upi ama na collab ipi? Maana kuna collab mtu anaweza akawa yupo kimya akaja na collab international kama akaja collab na Harmonize, Rayvanny ama msanii fulani. Mbosso akitaka kutisha kwanza collab la kwanza liwe na Konde Boy. Hapo ndo mji utachafuka na ndo njia itakuwa nyeupe. Kwa hiyo Mbosso akitaka kurudi kwenye game sasa rasmi baada ya kuondoka kule, aje na collab na Harmonize. Na atanishukuru. Aende pale Konde Gang apige gate lile pale, odi, sabana. Pena karatasi zipo pale. Vitamin Music iko pale. Keki kubwa hii. Apige hodi Konde Gang. Hodi Konde Gang mwanangu. Afu mwenetu ana normal wala nini? Na studio service iko pale mjengoni pale. Tunapanda tu gorofani kule maisha yanaendelea. Wala tumalize mafuta yako. Tumtafute T-Touch. Huyo producer kitambo huyo. Kama kina nani hao? Huyo alimtukana Alikiba mara mwisho, Master J. Hao sasa hivi hapa sasa hivi tunazungumzia watoto wadogo wanaopiga kazi kwenye game. Kuna mtoto anamuita nani Stukizi huyo. Mtoto hatari yule. Mtoto nyoka yule. Yule sumu yake kali kwenye muziki. Afu yule dogo kwanza yule dogo kwanza na upepo. Hata ukifanya naye kazi ngoma yako inaondoka. Yule Stukizi. Sawa bwana. Umeelewa? Huyu aliyepiga pera anamuita nani? Aba yule. Nadhani kwa Mario. Sio unaelewa? Aliyepiga nini sijui furaha yangu ni wewe na ni Kimamba yule. Kimambo huyo. Au Big Boy. Kimambo. Big Boy amepiga nini?
Amepiga nini? Me Too. Ushasoma? Hao watoto wana miaka 20, 21, 22, 23, 24. Hawatueta vidingi sasa hivi. Tutasaidia nini sasa hivi? Sawa. Sawa, Pili Frank Majani tunamheshimu, lakini time yake imeshakata. Sasa hivi kuna kistukizi, sio kwa ubaya, na kweli yeye legend, kashafanya mambo mengi na ana mituzo kama yote. Ushasoma? Lakini mwisho wa siku Mbosso Khan aka mwanangu wa faida, mzee wa kilomita 6, naikubali sana ile ngoma. Anakuambia ndo kwanza kilomita 6. Yani bado hatujafika kaza mkanda. Ushasoma sijui? Kwanza kilomita 6. Ndo kwanza kilomita 6, yani safari bado. Kwa kaza mkanda baby. Au sio bana? Wewe ndo kila kitu. Ushasoma? Wewe sikiza ile verse ile, ndo utajua kabisa Mbosso ni mtu aina gani. Kwa hiyo moja kutuheshimiana kidogo. Umeelewa sijui? Lakini mwisho wa siku hawa vijana wanaotupigia mabiti sasa hivi hawa watakuwa hapo ulinzi hao. Au labda Mbosso na mpango wa kujiunga Konde Gang? Sijui. Sijajua, lakini kama atakuja Konde Gang, si ndio bana? Basi mikataba isiwe kama mikataba yao. Ya upande wa pili. Na hata mikataba vile vile kama kina Ibla ile pale. Hatuitaki ile mikataba. Sawa? Ya vuta ni kuvute. Yani sasa hivi tusaidiane. Naona kama mnaweza alivyomsaidia Ibla bana, nenda bana, mimi sitaki chochote kile. Si alishukuru mwenyewe na mambo samani. Achinga. Kwa hiyo kama anakuja Konde Gang itakuwa vizuri. Na sivyokuja Konde Gang basi itakuwa poa. Umesoma sijui? Kwamba mwamba kikaza. Kwa sababu akija pale kama kwenye 100%, si ndio bana? Basi mjomba Mchumali achukue 60%, nani mjomba nani kama kwenye 100%, basi mjomba Mario achukue 60, achukue nani Mbosso achukue 60, nani mjomba Mchumali achukue 40. Ushasoma? Kwa hiyo mikataba bado Njazi anaweza. Kwa hiyo mikataba izingatiwe. Yani izingatiwe ni kwamba kwa sababu Mbosso pale alipo yeye mwenyewe mtamu, umwanzishi chini. Umesoma sijui? Mbosso mwenyewe mtamu. Kwa hiyo mwisho wa siku anakuja kwanza kuleta bidhaa yake pale na sisi tunaiuza wana Konde Gang. Umesoma sijui? Kwa hiyo kinachopatikana, si ndio bana? Basi yeye achukue 60, sisi tuchukue 40. Haikuwezekana yeye 50, si 50. Pass kwa pass, fresh tu. Maisha yaendelee. Hiyo mikataba ikiwepo, basi maisha wasanii wetu wadogo basi na wao vile vile itakuwa mazuri. Mikataba ya urafiki hiyo. Safi kabisa. Kikubwa tunapiga kazi. Yani mikataba mingine ni kukomoana tu. Kwa sababu yeye ana management yake. Na wewe una management yake. Lakini wewe ndo boss. Sawa. Hata pale Wasafi pale. Si ndio bana? D-Voice achukue 50, Mwambino achukue 50. Zuchu achukue 50, Mwambino achukue 50. Safi. Yani 50-50. Tutaona na wao kidogo wanafanya maisha. Sio kila siku maisha mapenzi tu, maisha asilia tuyaone. Sio kweli show wangu. Lakini mwisho wa siku Mbosso Khan ni kizazi ambacho wasanii wakubwa wanakiogopa sana. Ana uandishi mzuri, anajua kulalamika, ana melody mzuri, yani ni mtu mbaya. Ukitaka kumjua mtu mbaya Mbosso, si ndio bana? Chukua nyimbo ya Mbosso ameshirikishwa na nani? Na nani huyo? Na huyu. Chukua nyimbo ambayo Mbosso ameshirikishwa na nani? Na Darasa. Sikiza mvesi wake ule mlandani anavyomtuliza blaza. Sawa bana? Alafu chukua mvesi wa Nenga. Sikiza mlandani alivyomchukua Nenga alivyomtafuna akamtupa kwa Nandi huko. Ushasoma sijui? Mbosso sio mtu mzuri ndugu yangu. Mbosso anajua. Unasoma sijui? Anajua vibaya. Yaani ukimweka Mbosso pale na Mario pale, au akapiga collab wa watu, Mbosso hapa Mario hapa. Au kama atamkosa Konde Gang, au kama atamkosa Harmonize, basi aende pale kwa Mario mtoto Badi. Wakaachie goma pale. Baba, utamtafuta mganga wa Mbosso, utamtafuta mganga wa Mario. Kwa sababu wale wanaimba R&B. Msoma zinafanana. Hata tunzi zao, miondoko yao vile vile. Msoma sijui. Mbosso sio mtu mzuri. Kwa hiyo Mbosso huenda kamgalagaza Mario. Hiyo vita itakuwa kali baba. Labda sasa kwa mfano labda Mbosso akafanya ngoma na Harmonize, nani atagalagazwa hapa? Mbosso itabidi akubali tuna tembo. Sasa mtu ashajiita tembo. Tembo utamfanisha na swala? Sasa swala ni nani Mbosso? Sasa ujue. Ndio maana ile wewe mniulizaje anataka kuja wapi? Kwa tembo. Tembo maana yake ni dude kubwa msituni. Simba mwenyewe anaweza akapigwa lile konga lile moja tu akajikuta yuko hapa na Mbagala. Ushasoma sijui. Kwa hiyo maana yake kwamba tunamaanisha ni kwamba ndio bana, kwa uwezo wake Mbosso, ndio bana, yani uwezo wa Mbosso tunamkompea na uwezo wa nani? Wa Mario.
sababu hata tunzi zao wanavyolialia, wanavyoimba melodi zao ni kama zile. Kwa hiyo wale wakikutana ni kama amekutana sasa Mario na Harmonize. Naogopa. Okay. Kila mmoja pale amebadilika. Wewe usimuona nyimbo ya Pele. Ukimsikiza Laivani ndo Laivani tunemsikiza sisi. Hapana. Ukimsikiza Mario ndo Mario tunemjua sisi. Ukimsikiza mwenyewe mfalme wa muziki Konde Gang, Harmonize, Mtumbadi, Tembo, ukimsikiza mle ndani mle, umeona kuna vitu vya, umeona kama vitu tunavyojua sisi. Yaani wamebadilika kuanzia melody, kuimba, slang, kila kitu. Hata ile beat ile ukisikiliza ina vitu fulani hivi kama oya sio poa. Ushasoma sijui. Kwa hiyo muziki wa Bongo Flava kwa sasa unahitaji sana kupata watu kama kina Bichams. Yaani tupate madada kama kina Bichams. Wale shtuka wale changamka. Kwa sababu Bichams amechangamka. Umeelewa sijui? Kuna mwanamuziki hapa katikati alikuja vizuri, kapepea. Nani yule? Kuna yule upo nyonyo, upo nyinyi. Fina. Umejaa tele. Fina. Katikati hapa naye alibahatika kupiga ngoma nyingine na Harmonize. Ngoma moja kali sana naipenda sana. Bye bye. Si Fina yule? Au? Yeah. Si ndio? Fina anakuja anaondoka. Au yule mtoto wa Nandi huyo. Huyo mtoto wa Nandi Harmonize chukua mtoto wa Nandi yule. Wamta nani yule mtoto? Yami. Yule akija Konde Gang yule anakuja kupindua muziki wa Bongo Flava. Anakuja kukuta maandishi na anakuja kubadilishwa maisha. Okay. Kwamba huenda kampindua hata umeona Nandi aliyekuwa bosi wake. Sasa umeona nani huyo? Abichams. Kwa nini Abichams ampiga Alone? Na Harmonize. Si ndio? Ngoma ilikuwa nani? Ya Harmonize kamtia Abichams. Abichams akasema sio kweli. Amepiga magoma lakini magoma ya international. Hata Tanzania walikuwa hajamuelewa vizuri. Si ndio bwana? Akaja Konde Gang. Kimefanya kitu gani? Yuko wapi? Marekani. Anafanya nini? Tuzo BT. Sasa Yami akija naye kwa nini asije kutuletea BT? Hata kama ukikosa lakini uongo ule mnuso wa samaki ule, wa nguru ule unaopata. Sawa. Kunaonekana kabisa yes, kuna msanii kutoka Tanzania amekuja kushiriki kwenye moja, kuna mbili, kuna tatu. Watu hawaja kuona. Hujapata ya time. Followers hawajaongezeka. Hujapata nini zile wanasema zile nini show. Unapata. Hujalikwa. Iko hivyo. Kwa hiyo Mario kwangu mimi ni msanii bora sana. Hajapotea hivyo. Yes, Mbosso ni kwangu mimi ni msanii bora na hawezi kupotea. Yes. Au sio bana? Asante Kwa kuichagua PTV Tanzania. kwa wa kwanza kutazama video zetu kwa kubonyeza subscribe button nyekundu hapo chini ya skrini yako, kisha bonyeza alama ya kengele itakayojitokeza.